Turudi tena huko Mombasa kwake Steven Shitera, ambapo wanatufahamisha kwamba baada ya siku mbili za shughuli za usajili hapa Nairobi, kampuni ya M-Ajira sasa imetua huko Mombasa kuendeleza zoezi la kuwasajili madereva wa malori makubwa kwa nafasi za ajira nchini Saudi Arabia. Shitera, tupe yanayojiri katika uwanja wa Tononoka. Asalamu alaikum Swale Mdoe. Bila shaka hapa Mombasa nyusi joto zinagonga 32, kinyume na Nairobi. Tukitoka jana zilikuwa 22-20 hapo, kumaanisha kwamba hali ya anga hapa ni tofauti kabisa na Nairobi, na Wakenya wamejitokeza kweli kweli. Licha ya hali hiyo ya anga, wamejitokeza hapa katika uga huu wa Tononoka kuweza kujisajili kwa sababu ya ajira ambazo zimetangazwa nchini Saudi Arabia. Na hawa ni madereva wa malori makubwa, Swale, manake hapa wanasema wanataka driving license yenye imepigwa muhuri wa CE. Kwa hivyo yale magari madogo ukifika hapa bila shaka unaanguka mtihani hata kabla haujaufanya mtihani huo. Na kumbuka kwamba kampuni ambayo inaendesha shughuli hii ni M-Ajira, ambayo imetwikwa jukumu la kuhakikisha kwamba Wakenya ambao wanahitimu wanaweza kupata fursa hiyo. Na inasemekana kwamba kulingana na mwajiri, madereva hawa wataweza kupata mshahara mnono kweli, kuanzia 100,000 pesa za Kenya. Na wale ambao tumekuwa tukiongea nao tangu juzi katika chuo kikuu cha Nairobi, waliokuja majaribio pale, wengi wametoka hadi Malaba, kumaanisha kwamba ni ari tu ambayo wako nayo kuweza kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa. Tuliweza kuongea na afisa wa M-Ajira, akatuambia kwamba wengi wamebadilisha maisha yao. Wale ambao wameondoka Kenya kwenda kufanya kazi hizo miaka 2 iliyopita, wengi wamebadilika kabisa. Niko na mmoja wa maafisa ambao wanafanya shughuli hii ya kuwafanyia majaribio madereva hawa wanaofika hapa. Tueleze tu labda ni nini siri ya kupita mtihani huu? Tutaanza kwa majina. Naam, kwa majina naitwa Lazarus Musyoka, mkurugenzi mkuu wa kampuni inaitwa Andragogy Insights and Success Strategies. Kazi yetu ni ile ya kuandaa wale madereva katika taratibu hii, ili kuhakikisha kwamba madereva tunaopata kuwatuma kule Saudia ni wale wamekuwa wakakamavu, ni wale wamehitimu, na ni wale ambao wanatarajiwa kuwa watafaulu katika ile sehemu. Mojawapo wa vitu ambazo tunatilia maanani ni je, huyu dereva kando na kwamba ana leseni, amehitimu kisheria yetu, kando na hiyo tunaangazia kwamba je, akona ule ujuzi unaostahili. Na kwa hivyo wanapitia taratibu kadhaa kuhakikisha hili jambo, mojawapo ikiwa wanarudisha gari nyuma katika mahali ambapo pametengenezwa ili kupima ujuzi wake. Na tumeona hata jana na juzi kule Nairobi, baadhi ya wengi kidogo wamelemewa, lakini kuna baadhi ambao wamehitimu, ambalo inaambatana na kusudi la mwajiri. Ya pili, baada ya yule dereva kufaulu pale, tunaenda sehemu ambayo ni kama barabarani, anaendesha, tuone kile chombo anakiendesha kwa njia gani. Na labda wale ambao umeweza kuwafanyia majaribio haya, labda hapo awali wakaweza kuhitimu, labda ni ripoti gani wameleta kutoka katika taifa hilo la Saudi Arabia ambapo wanafanya kazi? Naam, wale ambao tayari wameshasafiri kule wanafanya kazi wakiwa ni wa Kenya, wana ile furaha ya kwamba ule mwajiri wa kule ni mzuri, wamepata kuendesha maisha yao vizuri nyumbani mwao, jamii wanaendelea vizuri, na zaidi wanahamu wengine waweze kutumwa kule ili waweze kushirikiana tuwe na Kenya ndogo kule Saudia. Bila shaka huyo ni mwalimu ambaye anawapitisha kwa mchujo huu. Tunaye Kenneth, nafikiri amekuwa mzoefu sana hapa Kenneth kwa masuala haya ya kuweza kutupa taarifa za nafasi za kazi kule Saudi Arabia, afisa kutoka M-Ajira. Tueleze tu mambo umeyaona vipi tangu shughuli hii ilipoanza Jumatatu, leo iko Mombasa? Shukran tena. Kama mlivyosikia, kwa majina ni Kenneth Wambu, na mimi nafanya kazi katika M-Ajira, na ni kampuni ambayo
imejikakamua kubadilisha ile sura ama ile taswira ambayo imekuwa kwamba kuna upotovu wa nidhamu katika kutafuta vijana ambao wanatafuta ajira. Jambo la kwanza ambalo tumefanya ni kujisajili, hatukimbizi makaratasi. Wale wanaoelewa tunaishi katika maisha ya AI. Vijana wako na smartphone, penetration ama vile AI zimeingia vile simu zimeingia mikononi. Watu wanaweza ingia online na wapate kujisajili. Na ukishajisajili katika Ajira, utaweza kupata kwamba mambo yote yanapitia kwenye system. So there is kitu inaitwa transparency. Kuna ile uwiano ambao kwamba hakuna corruption. Hauitishwi fedha ambazo hazina maana. Kama ni medical, utaambiwa kuna medical hapa utalipa. Kama ni jambo fulani, so kuna ile uwazi. So Ajira imekuja kusafisha ile uchafu ambao umekuwa hapo. Na kwa saa hizi wale ambao tumeita hapa, tuko Mombasa, jana tulikuwa Nairobi. Na nimefurahishwa sana na jimbo la Mombasa kwa sababu vijana hapa ni wakamavu. Nimewaona kwenye foleni, nikiwauliza, tuliweka advertisement na tukasema tunataka wale ambao wamehitimu na CE. Na kusema ukweli, wale wote ambao wamekuja hapa katika foleni wote wako na CE. So tunashukuru sana hapa Mombasa. Naona tutafua na tutapata neti yetu itakuwa na watu ambao tunatafuta. Na nashukuru sana because Ajira, vile nilivyosema jana, sisi hatutafuti kazi kwenye rununu, hatutafuti kazi kwenye simu. Sisi tunaenda kule ambako kuna kazi. Tunatafuta ule ambaye ni mwajiri. Tunaangalia wale ambao walitangulia na tunaangalia wako na testimony ya ile kazi vile walianza na wakaendelea. Mshahara wa kazi yote uanzi juu. Hakuna mtu atakuitia mshahara ya ule mtu ambaye analipwa, ambaye ameishi kwa miaka 15. So ule mshahara ambao watu wanalipa saa hizi utaweza kujikimu na usaidie familia. Saudi Arabia, nitakueleza kitu moja. Kama leo tukitoka jana Nairobi tukija hapa, tunajua ni kilomita kama 400. Pale Saudi kutoka city moja kwenda city ile ingine kuna 1000 kilometers. So mileage ambayo utapata pale itaongeza maradufu ile mshahara ambao unaambiwa hii ndio basic salary. So sisi katika Ajira tunanuia kwamba wale watu wote watakuja, watapata nafasi ya kusajiliwa. Kampuni ambazo zimeshikana, ambazo ni kampuni 4. Tukianza na ambaye ni muajiri, ambaye ni Al-Majdui, wameshikana na Sifa. Hao ni waajiri, nimeenda huko, nimeona ile kazi wanafanya, ni kampuni kubwa. Ungeniruhusu kidogo, sijui nafasi yangu niseme Majdui ni kina nani. Hapa Kenya tunatia fora katika Toyota. Sitaki ku advertise Toyota, but Toyota ndio utakuta ndio nyingi. Pale Saudi Arabia utapata mambo ni mengi ambayo yanaingiana na magari. Kuna magari kama Hyundai ambayo wameshikana na hii kampuni ya Al-Majdui na wanaweza kuwa ndio wanapeleka hizo magari Saudia nzima. Nashukuru sana kwa hii nafasi ambayo mnatupa. Tunaweza kueleza watu, nilipata maswali mengi katika simu yangu, katika online kampuni imejibu maswali watu wengi ambapo wamekuwa wakiuliza. So tunashukuru sana ile partnership yenye tuko nayo na hizi kampuni zote. Ajira iko hapa kubadilisha vile kitu inaitwa labor mobility and NEA inafanya kazi. Asante sana. Asante sana, bila shaka swali umesikia yote, sina la kuongeza manake yote umeweza kuyapata. Ni vipi wanastahili kujisajili kuweza kupata nafasi ya kupata kufanyiwa majaribio haya, na watakapofuzu bila shaka nasikia itachukua takriban mwezi mmoja hivi kuweza kuandaa stakabadhi zao za usafiri na kuweza kuwaunganisha na waajiri nchini Saudi Arabia. Na bila shaka tutaweza kupata ushuhuda zaidi kwa wale ambao tumewapata hapa. Iwapo watafuzu wakielekea Saudi Arabia, tutaweza pia kufuatilia kuhakikisha kwamba yale walioahidiwa ndio yale ambayo yako kwenye ground. Kutoka eneo hili la Tononoka, bila shaka sina la ziada na kurudisha moja kwa moja hadi studio zetu Communication Center Nairobi.